nimekuja hapa kukufunga haya macho yako na huo mdomo wako. Anaweza kutuzuia kweli? Mwana Malkia anamwendea tu. Ndio. Sema sawa. Kwa sababu hatima yangu iko mbele. Ngoja nijifanye mjinga tu. Tuachane na hayo kwanza. Afu rafiki yangu, jana wana kijiji wote tulikuwa tunafanya kazi kwenye mtalo kwa ajili ya mashamba ya umwagiliaji. Tunajua mvua zinaenda kukata hizi. Wao walikuwepo wapi? Jana nilikuwa sijisikii vizuri ndugu yangu. Si unajua siko sawa toka kipindi cha nyuma. Hata hivi nilikuwa nakutania rafiki yangu. Hakuna hata aliyekuulizia. Si unajua hatuna uongozi bora saizi hapa kijijini. Ni kweli rafiki yangu. Naona kama Malkia hatumuelewi, amekaa tu kwenye kiti. Sasa tuna kazi kubwa ya kufanya kwenye hii maya. Nadhani tutajua nini cha kufanya. Sasa ndio mimi namshangaa Malkia na nitaendelea kumshangaa kwa sababu maamuzi yake mengi sana anayoyafanya, hata baraza la wazee wakimshauri hashauriki. Amekuwa ni kiongozi ambaye haeleweki na uongozi wake kila mtu anauchukia. Na haya yote naona yanatokea ni kwa sababu ya Malkia ambaye ameanzisha. Kwa hiyo chuki ya wananchi kwa Malkia ndio hii ambayo inaleta misukosuko yote hii. Uongozi wake kwa kweli wala sio mzuri, na watu hawampendi kwa sababu hiyo. Mambo yake anayofanya kwa kweli sio mazuri, na watu wanachukizwa na yaani basi kwa sababu ni Malkia hawana cha kusema, lakini sisi wazee kila tunapopita tunaona jinsi watu wanavyoumia na wanavyoteseka. Inasikitisha kwa kweli baba. Hata sijui tunaishia wapi na mama. Hata mimi nimeachoka kwa uongozi wa Malkia. Kwa sababu na mimi najionea. Tuone ataishia wapi baba. Madam, sasa hivi tunaingia katika mchakato wa uongozi mpya. Labda na wazee tunaweza tukawa tunashauri tukashauriwa. Akashaurika. Na mimi natamani uongozi unaokuja uwe imara kuliko huu. Amina. Haya baba, ningo niende. Dogo, nashukuru ufike salama. Karibu tena. Baba.
mwe fikienja ikifietike mwe. Finunu mwe, finunu. Hey. Ungakonya piki yako kya mwe. Hey. Mma mwe. Ofietike na loli. Ndanda mgonie mwe utwauko ulinkafu Ndinkafu twa miaka ndafijo karibu mwe mwanangu mwe isie ndafijo mwe samkete ku mwanangu hapa isie kuno ndafijo baba ndafijo mwe ndafijo mwanangu mwe tuke ukaja mwe ndagwendie gwendie ni misemo mwe uponia magari tuke ukaja baba. Tuli, umesikia habari? Habari gani? Baraka karudi. He? Baraka? Baraka huyu alienda kusoma mjini? He? Hebu subiri kwanza. Kwa hiyo mtoto Malikia amerudi? Ndio huyo. Sasa kijiji kitaona nani atakayekuwa mke wake. Hakuna atakayemchukua Baraka isipokuwa mimi. Afwe Tuli, usijiamini sana. Kwa nini sijiamini? Uzuri wangu unajulikana. Uzuri? Majigambo tu. Kwa nini nada? Mapenzi si mashindano. Hilo nalo neno. Hivi wewe Tuli, unajifanya sana, yani mtakatifu sana wewe. Mshaanza tena mambo yenu. Sio tushaanza. Acha tuongee ukweli uliopo. Ukweli uliopo? Tutaona. Afu isitoshe, nyie wote hapa hamna mamlaka ya kujichagua. Mwana wa Malikia peke yake ndio mwenye mamlaka ya kuchagua. Sio nyie. Mwanangu ametoka masomoni. Kwa hiyo leo ninachokihitaji mumburudishe. Afurahi yani. Sasa nataka kati yenu mmoja awe anapita, anaendelea kucheza. Sijui mmenielewa? Ndio Malikia. Nadhani mmenifurahisha. Sasa mnaweza mkaenda.
pamoja mwanangu. Nimefurahi sana. Yaani nimefurahi. Karibu sana. Asante sana mama. Pia pole na masomo. Natumaini unaelewa kinachoendelea hapa kijijini. Afu hizi nguo Baraka, naomba ubadilishe. Ufuate utamaduni hapa hapa kijijini. Mama, hebu achana mambo ya nguo bwana. Hii ni kawaida. Watokaje kama mimi ni msomi sasa? Nianze kuvaa manguo yao haya kishamba shamba. Wewe unisikilize mimi mama yako ninachokwambia. Umeshaanza. Fuata taratibu za hapa. Hizo nguo zako sizitaki Baraka. Tutagombana. Ya mjini ache mjini, ya hapa uyafuate ya hapa. Sawa, shauri zako. Ila sio mapema sana. Nitavaa. Mimi ninachokwambia. Malkia. Mtukufu Malkia alisema tuwahi kurudi. Hivyo basi, tunapaswa tuondoke haraka sana. Heshima yako mtukufu. Napokea. Kito. Baraka. Tambo. Baraka za huku tukako mjini. Safi tu. Baraka, umebadilika sana. Amna kawaida. Vipi hapo jijini? Baraka, umekuja wakati mwafaka sana. Unamaanisha nini? Yaani hivi ninavyoongea kuna jambo kubwa sana la uchaguzi wa Malkia linaloendelea. Umekuja wakati mwafaka sana. Haina shida. Tutashughulikia hilo swala. Hili ni swala kubwa sana. Bwana Malkia, inabidi tuwahi. Basi na shida ndugu yangu. Karibu sana mjini. Hongera sana. Basi badilika. Kijana tupitie. Baraka amesharudi hapa kijijini. Kila mtu anazungumza juu yake. Kwa sababu ni mwana wa Malkia. Ila nyie, unajua kwamba Baraka sio mwanaume wa kawaida tu. Ana elimu na pengine ana pesa. Kama ufalme ungekuwa unalisiwa hivi, sisi tulioishi hapa miaka yote tungekuwa nini sasa? Unamaanisha nini? Mimi natamani nimuone kwanza. Mimi nitamchukua. Jaribu uone kama utafanikiwa.
Baraka hapaswi kuwa kiongozi. Ndiyo. Tuendelee na shughuli zetu. Sawa kiongozi. Baraka mwanangu. Naam mama. Nimekuleta kwenye haya mazingira, kuna kitu nataka tuongee. Kitu gani hiko mama? Ushakuwa saizi. Tabidi utafute binti mwenye akili na mwelevu ili aje kuwa malkia katika hii himaya. Sio, umenielewa Baraka? Mama, mbona nimepema sana? Mapema nini Baraka? Sawa mama, nitafikiria. Sio utafikiria, fanya. Nyema binti. Njoni kwanza. Hivi nyinyi mmekumbwa na nini? Yaani nipo nalima, mmepita nyuma yangu, mmeniona. Haijatosha mmepita bila kunisalimia. Hivi nikuulize swali. Wewe una nini mpaka tukusalimie? Una kitu gani cha maana hapo ulipo? Ina maana mimi kutokuwa na kitu chochote, nyie ndo mnaenda nje na utamaduni wenu kama mlivyofunzwa kutusalimia sisi wanaume wenu. Hii ni kwa sababu tu yule mwana wa Malkia ambaye ametoka mjini ndo anafanya nyie mpate hicho kiburi. Kwanza wewe mzee wewe, unajitambua kweli? Utaishia tu kulima hivyo hivyo. Alafu ujifananishe wewe na Baraka hamuendani. Jamani. Kwenda zako huko. Yaani kisa kajamaa kamoja kutoka mjini huko eti ka Baraka. Ndio ananiambia mimi sina kitu. Yaani hata useme nini, hauwezi kuendana na Baraka. Hata nyinyi hamuendani na mimi. Endeleeni na safari zenu. Kwanza una jipya wewe mzee wewe. Hebu achana na sisi. Kwenda. Muda utaongea. Unahangaika. Ila hawa ngoja na mpango juu yao. Dawa inachemka. Muda utaongea. Rafiki yangu, ujue toka umerudi hapa kijijini mambo yamebadilika sana. Unamaanisha nini? Toka umerudi wanawake wamekuwa kila wanakugombania wewe. Yaani kila mwanamke anatamani kuwa na wewe. Hiyo sio sababu ya kugombana kisa mimi. Labda kama mwingine, ila sio sababu kwamba mimi wao wanagombania. Wewe utafanyaje ili usigombane? Mimi sitaangalia mzuri wao wala sitaangalia mapigano yao, bali mimi nitaangalia mwanamke
ambaye ana tabia njema, pia ambaye anaweza kuendesha ufalme wa baba yangu. Maana sasa kuna vita. Wasichana wamekuwa wakigombana, wakishindana uzuri kwa maneno na kwa vitu mbalimbali. Mimi sitoangalia uzuri wao wala sitoangalia maneno mengi. Mimi nitaangalia mke sahihi ambaye anaweza kuongoza ufalme wa baba yangu. Mimi nikwambie kitu. Chagua mwanamke mzuri ambaye ataweza kusaidia kuongoza ufalme wa baba yako. Uzuri sio shida, ni uzuri sio kitu ambacho kinaweza kunisumbua akili yangu. Mimi nataka niangalie ufalme baadaye. Wazuri wako wengi, wanawake wao ni wako wengi wazuri. Nikiangalia uzuri alafu kichwani, unajua sisi tumeenda shule, kwa hiyo tuangalie uzuri. Maana ufalme wa Mwatunyanda unakutegemea wewe. Haina shida. Na hakika nitatafuta mwanamke sahihi. Na wewe umetoka mjini. Unajua wanawake vizuri. Kama unapata elimu, kama uzuri ndio kutoka naye kweli ndio. Pia nimepata mtu ambaye. Basi mimi tuko pamoja. Ongea. Salamu. Kijiji hiki kimeanza kumheshimu Baraka kupita kiasi. Lakini si mwana wa Malkia. Hiyo haimaanishi lazima awe kiongozi. Una mpango gani? Nadhani baadhi yenu mnapoteza muda tu. Baraka tayari ameniona. Unajiona tayari umeshinda? Na wewe unafikiri unaweza kunishinda? Kwa nini isiwezekane? Hivi nyie wawili mnagombana tu bure. Baraka ndo maamuzi ya kumchagua mwanamke anayemtaka yeye. Mimi nadhani mwanamke anayefaa Baraka ni yule mwenye akili ya maisha. Labda awe na bahati.